Halmashauri ya wilaya ya Chunya ni miongoni mwa halmashauri zinazounda mkoa wa Mbeya, huku ikitajwa kuwa ni miongoni mwa halmashauri zenye eneo kubwa la jiografia, jambo linalofanya kuwa na mtandao mkubwa wa barabara ukilinganisha na halmashauri zingine. Halmashauri ya wilaya ya Chunya inapokea fedha za utengenezaji wa barabara shilingi bilioni 2 na milioni 500, jambo linalofanya ufunguzi na utengenezaji wa barabara zote za halmashauri kuwa mgumu kutekelezeka kwa wakati. Ikumbukwe, halmashauri ya wilaya ya Chunya ina jumla ya kata 20 na vijiji 43 na vitongoji zaidi ya 200 vyenye wakazi 344,471 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, wanaotegemewa kufikiwa na miundombinu ya barabara kwa ajili ya maisha yao ya kila siku. Ingekuwa ndoto ya mchana kuwafikia wananchi hawa kupitia bajeti inayotengwa kupitia TARURA, lakini kwa kuwa serikali imeruhusu halmashauri kutumia mapato kulingana na inavyokusanya, Chunya imetumia vyema fursa hiyo. Fuatana nami kujua namna ambavyo Chunya imepata suluhu ya barabara zake kupitia mapato ya ndani, ambapo imenunua seti ya mitambo ya kutengeneza barabara zake na tayari wananchi wa Chunya wameonja matunda ya kodi zao. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo na kusomwa kwako nami Bahati Teidi. Dhana ya mapato ya ndani ya halmashauri inaweza kuwa ngumu kueleweka kwa watu wengi, kwani ni maneno ya kitaalam na wakati mwingine yenye kuhitaji uelewa wa pamoja ikiwa yatafafanuliwa vyema kwa lugha rahisi. Halmashauri ya wilaya ya Chunya kupitia mapato yake ya ndani iliamua kuondokana kabisa na kero ya barabara baada ya kuamua kununua mitambo ya utengenezaji na ufunguaji wa barabara za wilaya ya Chunya. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, ndugu Tamimu Kambona, ndiye mtendaji mkuu wa serikali katika halmashauri, anaeleza nia ya serikali ya kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi kupitia makusanyo mbalimbali yanayofanyika kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tumesema kama Chunya tunasema tunakusanya mapato, hatuwezi kuendelea na mazingira kama hayo. Hela zetu tunazopata tumeelekeza kwenye miradi ya maendeleo. Kwa hiyo utaona ni jinsi gani kasi tunayoendelea nayo kutokana na makusanyo tunayokusanya yote na shughuli zinazoenda kufanya. Hapo nje ukiangalia utaona kuna mitambo ya barabara sasa, ya utengenezaji wa barabara. Tunaanza kuwatengenezea wananchi wetu wa wilaya ya Chunya barabara zao kwa kutumia mitambo ya halmashauri, sio ya kodi na wala sio ya kumpa mkandarasi. Tutaanza kufungua barabara zetu na kuhakikisha sasa kero ya barabara kwa wananchi wetu wa wilaya ya Chunya sasa inaenda kuisha. Aidha, mkurugenzi mtendaji amewatoa hofu wananchi wote wa Chunya bila kujali maeneo wanayoishi, kwani mpango wa serikali ni kuwafikia wananchi wote waliopo mjini na vijijini. Unajua jukumu la barabara lipo kwa wenzetu wa TARURA. Sawa? Kwa hiyo sisi hatuwezi tukawaacha TARURA wameelemewa, wakati sisi tunakusanya mapato kwa wananchi na wananchi wanalalamikia barabara. Wakilalamika wanalalamikia mkurugenzi. Ndio maana tumeamua kufanya maamuzi haya. Kwa hiyo tutaenda kutekeleza barabara kuanzia hapa mjini mpaka vijijini. Huu mji wa Chunya ukiangalia unajengwa kwa kasi, lakini kule kote unapojengwa hakuna barabara. Ukibahatika kwenda kule, wale wanaojenga kule wote wana magari, wakiwa wanapaki magari yao huko mjini wanarudi kule kwa bodaboda. Kwa hiyo tunataka tuwaondolee ile kero na wenyewe. Tutahakikisha mjini hapa tunatengeneza barabara zote na zinapitika kwa wakati wote. Kwa niaba ya halmashauri, mitambo ya ujenzi wa barabara kwa ujumla wake inasimamiwa na idara ya miundombinu, maendeleo ya miji na vijiji, ambapo mhandisi wa halmashauri ndiye anaratibu shughuli zote zinazofanywa na mitambo hiyo. Mhandisi Charles Kwai kwanza ameeleza namna lengo la halmashauri la kumiliki mitambo hiyo ilivyotekelezwa, huku akieleza zaidi ya kilomita 200 za barabara ambazo zimeshafunguliwa katika kata 4 na zaidi ya milioni 600 zikiokolewa kwa kutumia mitambo ya halmashauri. Lengo ni kuhudumia wananchi na kutatua changamoto hususan za barabara, kwa kama tunavyofahamu barabara nyingi za Chunya nyingi hazijafunguliwa, lakini nyingi ni mpya na zina changamoto. Kwa kupitia mitambo hii imeweza sana kuokoa na kusaidia wananchi. Mpaka sasa tumeweza kuchonga barabara sio chini ya kilomita 205. Mpaka sasa ingelikuwa kwa rate zile zilizopo tungeweza kutumia kiasi cha shilingi milioni 700 kama na 20, ila kwa sababu tunamiliki hiyo mitambo
na tunaihudumia wenyewe kwa kushirikiana na wananchi, tumeweza kuokoa gharama. Kwa sababu ukiweka mahesabu ya haraka ni kama milioni 54 tu ndio zimetumika mpaka sasa. Sasa ukiangalia difference ni karibia milioni 600 na kitu tumeweza kuziokoa, lakini pia wananchi wamepata huduma kama inavyotakiwa. Tunamiliki pia malori ambazo ni matipa na yanahudumia pia wananchi. Mhandisi Kwai anasema uhitaji wa mitambo hiyo ni mkubwa, lakini pia wananchi wa Chunya wamepokea vyema mitambo hiyo, jambo linalofanya kazi yake ya kuratibu mitambo kuwa rahisi. Aidha, mhandisi amesema wanajitahidi kuhakikisha mitambo inafika kila kata, kwani lengo kubwa ni kuleta suluhu ya barabara zote korofi zilizopo Chunya na kufungua barabara maeneo ambayo hakuna barabara kabisa. Uhitaji ni mkubwa, kwa hiyo tunajitahidi sana angalau kila kata ipate kwa muda mfupi, lakini hudumie barabara zile zenye changamoto kubwa ili tuweze kutembelea kata zote. Mpaka sasa kata ambazo bado karibia kata 16 hazijapata huduma, na tunaendelea na utaratibu upo wazi kwamba kila kata inapokuwa inajipanga basi inaandika barua ya maombi. Sisi tukipokea tunafanyia uchambuzi, tunapitia barabara hizo, tunaangalia vipaumbele kwa wananchi, tunashirikiana na viongozi, waheshimiwa madiwani, watendaji wa kata, wawakilishi wa wananchi kwa ajili ya kuzichonga hizo barabara na kuangalia vile vipaumbele. Kwa mpaka sasa tunaendelea kupokea maombi, na maombi ni mengi, kwa maana yake uhitaji ni mkubwa na wananchi wametambua huduma hii mitambo jinsi ilivyo ya muhimu. Wananchi wa kata zilizofikiwa na mitambo ya halmashauri kwa shughuli mbalimbali wameungana na kuipongeza serikali kwa kununua mitambo ambayo sasa imeleta ukombozi katika nyanja mbalimbali ikiwemo barabara na hata viwanja vya michezo. Katika baadhi ya maeneo, historia iliyodumu kwa zaidi ya miaka 30 au pengine 40 za kutokuwa na barabara imemalizwa na mitambo ya halmashauri, kwani barabara zimefunguliwa na wananchi wanazitumia, na huku wakikili wazi kwamba sasa wamekumbukwa. Takribani barabara kama 11 zimelimwa maeneo ya Sabasaba. Mpaka sasa wana Sabasaba wameenjoy, wanafurahia maendeleo ya mkurugenzi wetu na yanaonekana. Barabara hizi ni mpya, hazijailimwa, hazijaiguswa, ni historia. Mimi kama mkazi wa Matundasi nimenufaika sana na mitambo ile ambayo imenunuliwa katika mapato ya ndani halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kwa maana hii, kwanza barabara nyingi za pale kwetu pale Matundasi zimelimwa kupitia mitambo yetu. Lakini sambamba na hilo, nikirudi kwa upande wa michezo, uwanja wetu wa Matundasi pale umekarabatiwa, umetengenezwa kwa kupitia mitambo ile. Barabara kwa kweli ilikuwa ni mbaya sana kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 5. Sasa hivi hali ya barabara ni nzuri, inapitika, na hata mtu akitaka kwenda kufika njia panda nafika kwa muda mwafaka. Baada ya barabara kutengenezwa ikawa nzuri, watu wakawa wanajiachia mno barabarani. Kwa hiyo kupunguza ajali tukaamua kuweka hayo matuta. Kwa hali ya sasa hivi ya barabara ya Sangambi, sasa hivi angalau inaleta unafuu kwamba serikali imeanza kutukumbuka sisi ambao tulikuwa hatukumbuki kipindi chote hicho cha nyuma. Nimehamia toka mwaka jana 2025. Barabara nilivyoikuta ni vitu viwili tofauti na saizi. Mwaka jana barabara ilikuwa mbovu. Kutoka hapa kijiji cha Majengo mpaka njia panda, nilikuwa nasumbuka kufika mpaka njia panda. Barabara ilikuwa ina mashimo. Barabara imekuwa ni bora na ni nzuri, inafurahisha na unafika kwa wakati kama na safari ya kwenda njia panda. Pamoja na barabara kufunguliwa, kata ya Matundasi na kijiji cha Kibaoni, kata ya Chokaa, wao wamenufaika pia kwa mitambo kwa kurekebisha na kufungua uwanja wa michezo, jambo ambalo nalo linaandika historia nyingine. Uwanja tuliokuwa tunatumia mara kwanza au zamani tulikuwa tunapata changamoto kidogo, maana uwanja ulikuwa na makorongo, mawe kidogo. Hali ya kufanyia mazoezi kwa uwanja ule ulikuwa tofauti na uwanja huu sasa hivi ambao tumepata msaada kutoka halmashauri ya vifaa, tumeweza kukwangua. Lakini pia uwanja wa zamani ulikuwa upo katika eneo rafiki kidogo, ulikuwa upo kando na barabara, ambayo hiyo ilikuwa inapelekea pia tucheze pasipokuwa na usalama. Mwanzoni
tangu nazaliwa katika kijiji cha Kibaoni sijawahi pata kuona timu yangu ya Kibaoni au timu ya Buffalo au timu yote ya ndani ya kijiji cha Kibaoni ambayo ilikuwa na uwanja wao ambao una uwezo wa kukidhi uchezaji wa mechi, ambapo before tulikuwa hatuna sehemu ya kufanya mazoezi, hatuna sehemu ya kucheza friendly mechi. Ili tucheze mpira maana inabidi tutoke ndani nje ya kijiji cha Kibaoni. Ili tucheze mechi inabidi tuende katika vijiji vingine, katika kata zingine. Pia nimshukuru ofisi ya mkurugenzi wilaya ya Chunya na viongozi wote ambao wameshiriki kuweza kutufanikishia hili swala ambalo lilitesa kwa muda mrefu. Ule uwanja kimiundombinu kwanza ni mbovu, lakini pia ni mdogo. Kuna namna ambavyo tulikuwa unafanya mazoezi, lakini kama kwa hiyo unataka ukacheze mpira wa ushindani au wa mechi, pale kimazoezi palikuwa kwa namna fulani palikuwa panahitaji marekebisho makubwa sana. Kwenye uwanja huu kuna kitu kikubwa ambacho tunakipata. Kwanza moja, wewe mwenyewe umeona vijana hapa wanafanya mazoezi, wanatoa jasho, wanakimbizana, na viwanja vingi ambavyo vipo kiushindani vina vipimo vya uwanja huu wa nyuma ambao unaona watu wanafanya mazoezi. Hii ni jambo zuri na ni jambo kubwa. Unajua kijiji kama chetu hiki cha Kibaoni, kijiji kizima kukosa uwanja wa ushindani, uwanja mkubwa ambao unaweza kaandaa ligi za mchangani ikiwa Ndondo Cup, watu wakacheza hapa. Tunajisikia vizuri kwa sababu watu wanatoka mbali wanakuja kuangalia hapa. Kwa sisi ambao ni wazao hapa, kwanza tunajisikia vizuri na tunaona fahari kulingana na michezo inafanyikia nyumbani kwetu ambapo tumezaliwa, na tulikuwa natamani iwe hivyo na siku moja na imekuwa. Kwa niaba ya waheshimiwa madiwani ambao tayari kata zao zimefikiwa na mitambo ya halmashauri, diwani wa kata ya Chokaa Mheshimiwa Joshua Mlambalala amesema barabara za Chunya zimepata suluhu awamu hii ya uongozi, jambo linalopeleka furaha ya wazi kwa wananchi wake. Miongoni mwa wanufaika ni pamoja na mimi, diwani wa kata ya Chokaa. Hatujawahi kufungua zile barabara, ilikuwa ni barabara tu za makisio kwamba utapita hapa, utapita pale. Lakini baada ya mitambo hii kufika, nimekuwepo na mitambo hiyo kwa muda wa siku 7. Nimefungua barabara ya kutoka kwa mheshimiwa diwani, Mungu amrehemu, ambaye ni marehemu kwa sasa, mzee wetu Edison Sheria Mwasongola. Amekuwa diwani kwa zaidi ya miaka 30. Ilishindikana kufungua zile barabara. Akaja kaka yangu Samuel Komba, miaka 10. Ilishindikana kufungua zile barabara. Mapato ya ndani yanasikika tena kwa Mheshimiwa Mlambalala akiwahimiza wananchi kuendelea kulipa kodi ili halmashauri iendelee kutekeleza miradi mikubwa yenye manufaa kwa wananchi wake kama ilivyofanya katika ununuzi wa mitambo, maana barabara zilizoshindikana sasa zinawezekana. Mheshimiwa Mlambalala amesema mitambo hiyo ndani ya siku 7 ambayo ilikuwa inafanya kazi katika kata ya Chokaa imeleta umaarufu ndani ya muda mfupi. Historia imeandikwa pale ambapo barabara zilizoshindikana kufunguliwa sasa zimefunguliwa. Kiukweli wananchi Kibaoni wamefurahi. Hiki ambacho walikuwa nakisikia tu tukisema mapato ya ndani, faida yake ni pamoja na hii. Kiukweli nimepita juzi, ukiacha hizi barabara za kwangu ambazo zimenipa umaarufu kwa muda mfupi, nimepita pale Sangambi na nimeteleza tu kutoka njia panda kwenda Sangambi. Hali ni nzuri kupita kawaida. Wajihamasishe kulipa mapato ili yakafanyike makubwa zaidi ya hiki ambacho kinafanyika sasa. Makala hii imegundua bado kuna ugumu wa kueleweka vyema kwa dhana ya mapato ya ndani kwa wananchi wengi, jambo linalosababisha kutafuta ufafanuzi zaidi ili wanachunya wengi zaidi waelewe na hatimaye washiriki katika kulipa kodi, lakini wananchi wenyewe waendelee kunufaika. Mweka hazina wa halmashauri ya wilaya ya Chunya ndugu Rajabu Lingoni amefafanua vyema dhana ya mapato ya ndani, huku akianza na maeneo ambayo hutozwa kodi hizo. Kiwa ni pamoja na leseni za biashara, ada na tozo mbalimbali zinazokusanywa na halmashauri, ushuru wa nyumba za kulala wageni, vibali vya kusafirisha mazao na kadhalika. Mapato haya yanakusanywa kwa kutumia mashine zinaitwa POS. Kwa hiyo mapato yakishakusanywa yanapelekwa benki kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo mapato haya ndiyo yanapelekea halmashauri inaweza kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Nayo makusanyo yakishapatikana tunayagawa katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni 60% ambazo zinakwenda kwenye miradi ya maendeleo. 40% zinabaki ofisini kwa ajili ya shughuli za uendeshaji wa ofisi. Fedha hizi ndio zimetuwezesha tukanunua na mitambo ambayo imegharimu takriban shilingi bilioni 1.6. Na mitambo hii iko minne, kuna low bed, kuna soil compactor,
kuna motor grade, excavator. Hivi vyote vimetumika kupitia fedha hizo za mapato ya ndani. Mweka hazina wa halmashauri ya wilaya ya Chunya ameongeza na kufafanua matumizi ya fedha zilizopatikana kupitia mapato ya ndani ili wananchi wa Chunya wapate uelewa. Na hapa ametaja baadhi ya miradi iliyotekelezwa kwa fedha za mapato ya ndani ambapo hutokana na kodi za wananchi wa Chunya. Kwa kuvitaja vichache, tumeweza kujenga soko la madini pale Mbugani, tumejenga shule ya mchepuo wa Kiingereza, English medium. Tunaendelea ujenzi wa stendi kuu ya mabasi, nayo imetokana na mapato ya ndani. Tumejenga uwanja wa mpira, ile pitch tayari tumeshaimaliza, bado kumalizia ukuta na viwanja vidogo vidogo vya michezo, nayo pia inatokana na fedha za mapato ya ndani. Tumeweza kujenga kituo cha afya Sangambi. Tumeweza kujenga shule ya sekondari Mayeka, nayo imetokana na mapato ya ndani na michango ya wananchi. Tumeweza kuboresha soko la Makongoros. Pia tumeweza kujenga stendi ya Makongoros. Bado kuna miradi mingi ambayo tunaendelea kuichakata kwa mujibu wa bajeti zetu za halmashauri. Zote hizi zinatokana na mapato ya ndani. Kwa mujibu wa miradi mikubwa iliyotekelezwa kama ilivyotajwa na ndugu Lingoni, pamoja na umuhimu wa barabara zilizofunguliwa na zile zinazoendelea kufunguliwa katika maeneo mbalimbali, Lingoni amewaita wananchi kuungana kulipa kodi kwa ajili ya Wanachunya. Kuungana huku kulenge kuhimizana Wanachunya wenyewe katika kulipa kodi mbalimbali kwa mujibu wa sheria, lakini kuendelea kuwaelimisha wengine juu ya miradi inayotekelezwa kupitia kodi hizo, ikiwemo mitambo ya kutengeneza barabara inayoendelea kuleta suluhu ya barabara Chunya. Tuendelee kulipa kodi mbalimbali. Kodi hizi ni kwa ajili ya maendeleo ya Chunya. Tuendelee kuhimizana, tulipe kodi katika biashara zetu, tulipe kodi katika maeneo yetu ambayo tunapaswa kulipa kodi. Mazao kama tumbaku, ufuta. Tunaomba wananchi wa Chunya wahamasike kulipa ushuru wa madini ya mchanga, mawe na kokoto, ili iweze kuongeza uwezo wa halmashauri kukusanya mapato na kuwahudumia katika mahitaji yao ya msingi. Niwaombe tu wananchi wa Chunya waendelee kuiamini halmashauri yao, na ili tuweze kwenda pamoja katika vikao vyao vya maendeleo ya kata na vijiji, waainishe miradi mbalimbali ambayo wanaweza kuiombea halmashauri iweze kuwatekelezea kwa kupitia mapato haya ya ndani. Mapato ya ndani yapo kwa ajili yao, mapato ya ndani yapo kwa ajili ya halmashauri ya wilaya ya Chunya. Kwa ajili ya maslahi mapana na uendelevu wa miradi inayotekelezwa na serikali ya awamu ya 6, kumeundwa kitengo kipya chenye kazi ya kutathmini na kufuatilia miradi ili kuhakikisha lengo la serikali la kutoa huduma kwa wananchi linatimia na linakuwa endelevu. Mkuu wa kitengo cha tathmini na ufuatiliaji halmashauri ya wilaya ya Chunya, ndugu Mjanaheri Swalehe, ameeleza majukumu ya kitengo chake na mipango yake ya kuhakikisha mitambo iliyonunuliwa inaendelea kutoa huduma stahiki kwa wananchi wa wilaya ya Chunya kama ilivyokusudiwa. Kitengo cha ufuatiliaji na tathmini kina majukumu ya kufuatilia na kutathmini utekelezaji wa afua zote za taasisi, ikiwemo mipango, sera, program pamoja na utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ufuatiliaji na tathmini ni nyenzo muhimu katika usimamizi na utendaji wa taasisi katika kuwezesha halmashauri kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ili kufikia dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Sisi kama kitengo cha ufuatiliaji tumejipanga kuhakikisha hii mitambo yote inatumika kwa usahihi, lakini pia kuhakikisha kuwa matengenezo yanafanyika kwa wakati ili kuhakikisha mitambo hii inadumu kwa muda mrefu na kuleta matokeo endelevu. Mkuu wa wilaya ya Chunya, Mheshimiwa Mbaraka Alhaji Batenga, anajikita katika kushauri waheshimiwa madiwani kupitia baraza la madiwani kwamba lazima mitambo hiyo isimamiwe kisomi ili wananchi wa Chunya wapate tija. Aidha, Batenga amesisitiza utunzaji wa kumbukumbu juu ya miradi inayotekelezwa kupitia mitambo hiyo, iwe miradi ya serikali au miradi ya watu binafsi, kwani utunzaji wa kumbukumbu amesema ndio utakaowezesha kusaidia kuonyesha thamani ya uwepo wa mitambo. Tumeunda kamati maalum ya uwekezaji kwa sababu bado kuna maeneo mengine uwekezaji hatujafikia. Hii ni maeneo machache tu ambayo tumeyaona, lakini kamati yenyewe inaweza kapita ikatushauri
na maeneo mengine muhimu, tukatanua hata uwekezaji, tukaweza kunufaika zaidi. Tunachofanya sisi ni watu wanajiandaa, kama umejipanga labda na wadau, mafuta yapo, hakuna shida, mitambo inakuja. Lakini kazi ya kamati sasa, mkurugenzi, ni kuhakikisha kwamba tunapopeleka mitambo kule, kazi ile tathminiwe kitaalamu. Ikisha tathminiwa, ijulikane gharama halisi, kama tungekodi mitambo ingegharimu kiasi gani. Nini maana yake? Hatutoi bure. Pale pana gharama ambayo ilikuwa iingiwe kama tungekodi mitambo, lakini kwa kuwa tumetoa mitambo yetu, tumeokoa. Tunataka tujue mitambo hii imeokoa kiasi gani, maana vinginevyo tukija kuulizana hapa hakuna mwenye jibu. Dunia ijue, sio Tanzania, dunia ijue. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana Chunya_official. Tangazo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya anawatangazia wananchi wote kwamba ardhi hii ndiyo amani ya nchi yetu. Tunawajibika kuwa makini sana kwa namna tunavyosimamia sekta hii ya ardhi. Swala la usajili wa ardhi sasa ni hitaji la lazima. Hivyo twendeni tukasajili ardhi yetu. Tunatekeleza maono ya Mheshimiwa Rais kwamba wananchi wote vipande vyao vitambuliwe, vipimwe, baadaye visajiliwe ili kupunguza migogoro na kuongeza thamani ya ardhi katika maeneo hayo. Marufuku kununua eneo ndani ya wilaya ya Chunya pasipo kuiona idara ya ardhi. Tunaendelea kufanya vizuri, ndio maana unaona Chunya hizi imetulia, na tunaomba ushirikiano kwa wananchi wote wa Chunya, tuendelee kushirikiana pale ambapo tunakuja kutoa huduma ya ardhi. Kwa hiyo nipende kutumia nafasi hii kuwakaribisha wananchi sana idara ya ardhi. Ofisi ya mkurugenzi muda wote iko wazi. Limetolewa na mkurugenzi mtendaji halmashauri ya wilaya ya Chunya.